Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Msalala iliyopo wilayani Kahama mkoani Shinyanga, Rose Manumba, ametembelea na kukagua miradi mbalimbali ya kimkakati iliyopo katika halmashauri hiyo, ambapo amemshukuru Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuidhinisha mabilioni ya fedha ambayo yameendelea kufanikisha ujenzi wa miradi hiyo, huku akisema halmashauri ya Msalala haijapoa, nayo inapambana kukusanya fedha na kutekeleza miradi mbalimbali kwa mapato ya ndani. Akiongea wakati akiendelea na ukaguzi wa miradi hiyo ikiwemo shule mpya msingi Mpangala na shule ya sekondari Kakola, Deni Manumba amesema kwa mwaka wa fedha 2025-2024 halmashauri hiyo ilipokea fedha kutoka serikali kuu zaidi ya shilingi bilioni 43, na kwa mwaka wa fedha 2025-2026 wamepokea zaidi ya shilingi bilioni 47. Kwa mwaka 24-25 tulifanikiwa kupokea fedha kutoka serikali kuu zaidi ya bilioni 43, lakini kwa mwaka 25-26 tumefanikiwa pia kupokea fedha zaidi ya bilioni 47. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuleta fedha katika halmashauri ya wilaya ya Msalala. Fedha hizi zinaenda kutekeleza shughuli mbalimbali katika halmashauri ikiwemo kupeleka maendeleo kwa wananchi. Fedha hizi pamoja na shughuli nyingine nyingi ambazo zimefanya za kiutawala, lakini nyingi zaidi zimeenda kwenye kupeleka huduma kwa wananchi katika maeneo mbalimbali. Kuna kata 18 katika halmashauri ya wilaya Msalala, na maeneo yote hayo yameweza kupata miradi mbalimbali ya maendeleo. Nafikiri mmepita kwenye baadhi ya miradi mmejionea. Kwenye kituo cha afya Bulige mmepata kuona pale kuna milioni 700 zilipelekwa pale, zimeweza kujenga majengo na yamekamilika na huduma zinatolewa. Lakini kuna milioni 200 zilizotolewa kwa ajili ya vifaa tiba. Kuna vifaa vya kisasa sana pale, x-ray mashine na mashine nyingine ambazo mmejionea, ambazo huduma zinatolewa pale za upasuaji, za kujifungua pale, na huduma nyingine nyingi ambazo tulizoea kuziona mijini, lakini unakuta kwenye maeneo ya vijijini kama huko Msalala. Naitwa sana Elias. Tunaishi na Lilita. Tunashukuru serikali kutuletea huduma nzuri na madaktari wanatuhudumia vizuri, wanatupokea vizuri. Mwanzoni tulikuwa mbali, tunapata huduma hapa tu. Nimejifungua saa 3. Matibabu nimefanywa vizuri, nimepokelewa vizuri na huduma vizuri tu. Kwa majina naitwa Omar Sefu Mkumba, ni daktari ambaye kwa sasa ni mganga mfawizi wa kituo cha afya Bulige. Tulipokea milioni 500 kutoka serikali kuu ambazo zilituwezesha kuweza kujenga majengo 4, ambayo ni jengo la OPD, jengo la maabara, jengo la upasuaji kwa maana ya theater, na jengo la mama na mtoto. Hapo mwanzo ilikuwa ni zahanati, lakini baada ya kupokea hizo pesa ikapandishwa hadhi na kuwa kituo cha afya Bulige. Ukilinganisha na mwanzo na sasa hivi kuna maboresho makubwa, kwa maana huduma ya upasuaji inapatikana hapa na huduma ya kuongezwa damu pia inapatikana. Kwa hiyo na wagonjwa wetu imewasaidia, badala ya kwenda mwanzo walikuwa wanakwenda kilomita 15 kutoka hapa kwenda kituo cha jirani ambacho kinaitwa kituo cha afya Ngaya, lakini hawaendi huko, huduma hizo zote wanazipata hapa. Na vile vile tulipokea milioni 200 ambazo zilitusaidia kununua vifaa tiba, ambapo kuna mashine ya kufulia pamoja na vitanda hivi tunavyo. Theater kule kuna ile universal mashine ambayo inasaidia kwa ajili ya mambo ya operation. Kuna operating table, kitanda cha kufanyia operation. Kuna operating lamp kwa maana ya taa. Kwa vifaa vyote vya upasuaji tumevipata, tumetumia vizuri kwa hizo pesa. Tunashukuru serikali kuu, tunamshukuru na rais wetu Rais Samia Suluhu Hassan kutuwezesha hizo pesa. Huduma za kujifungua kwa sasa hivi ni nzuri, kwa sababu wateja wetu wote tunawapokea. Wale ambao wanajifungua kwa kawaida wanajifungua hapa, lakini wale ambao wenye changamoto pia tunawafanyia upasuaji. Kwa hiyo hatutoi rufaa kwenda kituo cha jirani kama mwanzo. Na wale ambao wenye changamoto, kwa mfano amejifungua, amepoteza damu nyingi, pia tunawekea damu. Tunapata idadi kubwa ya watu ambao wanajifungua. Mwanzoni kipindi kile ambacho ilikuwa ni zahanati, kulikuwa na kitanda kimoja, viwili. Kwa hiyo idadi pia ilikuwa ni ndogo, lakini sasa hivi tunashukuru wateja ni wengi, wanajifungua kwa siku wateja 5, 6 mpaka 10 wanajifungua hapa na tunahudumia vizuri.
Kwa majina naitwa Enoki Mikaeli Katani, ni mkazi wa kijiji cha Bulige. Kwanza tunaishukuru serikali ya Mama Samia imetupatia huduma zetu hizi kama kituo cha afya, lakini hapo awali ilikuwa ni kama zahanati, leo hii ni kituo cha afya. Tunaishukuru sana serikali yetu, hii inazidi kutuamini hata sisi wananchi ambao zamani tulikuwa tunatoka hapa tunaenda kuipata huduma hii Ngaya, ambapo ni kilomita nyingi za kutosha. Muda mwingine hata usafiri tulikuwa tunakosa wa kufika Ngaya pia na Chera, lakini leo hii tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kutupatia huduma hii ambayo wananchi wetu wanapatiwa huduma hapa. Pia na mimi huyu nimekuja kupata hizi huduma ambazo zinatolewa hapa kwenye kijiji chetu, kwenye kata yetu hii ya Bulige. Kwa hiyo tunashukrani sana za dhati kwa Mama Samia na kwa serikali kwa ujumla. Mimi ni Bakari Chijumba.